na tiba mbadala imetakiwa kuongeza jitihada ya kudhibiti na kusimamia watoaji wa huduma ya tiba hizo ili ziendane na mabadiliko ya sayansi na teknolojia. Ali Rashidi ana taarifa zaidi. Akizindua baraza la 5 la tiba asili na tiba mbadala huko Mnazi Mmoja, Waziri wa Afya Mheshimiwa Nasor Ahmed Mazrui amesema hatua hiyo itawezesha kuondokana na matatizo kwa watumiaji wa huduma hizo na hivyo kupiga hatua za kimaendeleo katika tasnia ya tiba asili. Baraza hili unakwenda sambamba na sera afya ambayo italeta mwamko na mwelekeo chanya juu ya namna nzuri na bora ya kudhibiti na kusimamia huduma za tiba asili kuendana na mfumo wa tiba mbadala hapa nchini kwetu. Huduma za tiba asili zitaimarika pamoja na watengenezaji wa dawa asili watapata mafunzo maalum ya uzalishaji wa dawa zao kitaalamu, ili dawa ambazo zitakidhi vigezo na viwango vya usalama kusajiliwa na kutambulika rasmi. Aidha, amelitaka baraza hilo jipya kufanya kazi kwa uweledi mkubwa na kukabiliana na wimbi la wadanganyifu wanaozurura kwenye masoko, sehemu za ibada na maeneo mbalimbali kwa lengo la kutapeli na kupotosha wananchi kwa kisingizio cha tiba asili. Na maana kubwa kwamba baraza hili jipya katika utatuzi wa changamoto hizo itafanya kazi zake kwa uweledi mkubwa sana, sambamba na kukabiliana na wimbi la wadanganyifu linalozurura kwenye masoko, misikiti na sehemu mbalimbali, maeneo ya watu, masokoni, mochimo, kwa lengo la kutapeli na kupotosha wananchi kwa kisingizio cha tiba asili. Mwenyekiti wa baraza la tiba asili na tiba mbadala Habib Ali Sharif amesema zaidi ya 80% ya wananchi wa Zanzibar wanapenda kutumia dawa za tiba asili, hivyo baraza litahakikisha linasimamia ili kuondokana na matatizo mbalimbali kwa watumiaji wa dawa hizo. Zaidi ya 80% wananchi wa Zanzibar wanapenda sana kutumia dawa za asili. Sasa kutokana na tatizo hilo la kwamba wanapenda 80%, kuna wajanja ambao hawana uwezo wote wala taaluma yote hayo, wanapenya humo ili kuhakikisha kwamba wanapata dawa. Na utakuta ukienda kwenye masoko watu wanauza dawa, huko misikitini kuna dawa za suna, utakuta ni rahisi kutibiwa kwa kienyeji, lakini madhara yake ni kwamba ongezeko kubwa la wagonjwa hospitali. Ali Rashid, ZBC.